Katika mtaa tulivu wa mji wa Bukeni, walikuwa na wanandoa wawili waliokuwa majirani wa karibu sana. Walikuwa wanaishi kwenye nyumba ya kupanga yenye milango inayotazamana. Kila asubuhi wake wanaume hao wawili, Asnath na Neema, walikuwa na kawaida ya kufungua milango yao na kutupiana tabasamu tamu sana. Waliishi kwa amani, furaha na upendo katika mioyo yao. Asnath na Neema walikuwa marafiki wa dhati tangu walipokuwa wasichana wadogo. Bahati nzuri, wote wawili waliolewa na kuishi katika nyumba moja kama majirani. Walihisi wamepata bahati iliyoje. Neema alijaliwa kupata mtoto wa kwanza mapema sana. Msichana mzuri aliyeleta furaha kubwa katika familia yao. Miaka ilisonga. Neema alizaa watoto wengine 4. Nyumba yao ikawa ngome ya kicheko, kelele za michezo ya watoto na upendo. Lakini kwa Asnath, moyo wake ulikuwa na mchanganyiko wa furaha na maumivu ya ndani kwa ndani. Kila aliposikia kelele za kucheka kwa watoto wa Neema, alihisi maumivu makali sana moyoni mwake. Alitamani pia kuwa mama, lakini miaka ilizidi kusonga bila ujauzito. Urafiki wao ulianza kubadilika. Neema alikuwa na shughuli nyingi za malezi. Hakuwa na muda tena wa mazungumzo marefu kama zamani. Asnath alihisi kupuuzwa, akajikuta akihisi wivu. Alijaribu kuficha hisia hizo, lakini kila siku zilivyozidi kwenda, chuki ndani yake ilikuwa ni kama moto usiozimika. Siku moja majira ya jioni, mume wa Neema anayefahamika kwa jina la Bwana Shomali alirudi nyumbani akiwa amebeba zawadi ya kitenge cheupe na cha kuvutia. Alimkabidhi mkewe kwa bashasha, akimfurahisha sana mke wake. Asnath aliyekuwa akitazama kutoka mlangoni kwake aliumia sana. Alihisi huzuni. Kwa nini mumewe Bwana Athumani hamfanyii kama Bwana Shomali anavyomfanyia mkewe? Kwa nini yeye haletewi zawadi? Usiku huo, Asnath alipojaribu kumweleza mumewe Athumani hisia zake, alijibiwa kwa ukali sana. Kwa nini unanisumbua kuhusu zawadi? Mbona hujanizalia hata mtoto mmoja? Watu wananicheka. Watu wananiona mimi ni mwanaume tasa. Hali hii inanitesa sana. Sasa niache tafadhali. Maneno hayo yaliusagasaga moyo wa Asnath. Hakujua kama mumewe alikuwa akiumia kiasi hicho, lakini machungu hayo yaliongeza hasira na huzuni katika moyo wake. Siku zilivyozidi kupita, moyo wa Asnath ulizidi kubadilika. Tabasamu la Neema lilikuwa ni kama mkuki unaomchoma kila asubuhi. Kila kicheko cha watoto wake kilikuwa ni kama kelele za masimango masikioni mwake. Siku moja ya mwisho wa wiki, Asnath aliamua kwenda kumtembelea rafiki yake aliyesoma naye shule ya msingi anayekaa mtaa wa pili unaoitwa Lumbashi. Alikutana na huyo rafiki yake wa zamani aliyeitwa Mwanakombo. Mwanakombo alikuwa mwepesi wa maneno na aliweza kusoma huzuni ya Asnath hata kabla hajafungua mdomo. "Wewe si Asnath ninayemjua mimi," alisema Mwanakombo kwa sauti ya upole. "Nini kinakusumbua?" Asnath alishusha pumzi ndefu. Alimwaga kilio chake kama maji yaliyolazimika kutoka kwenye bomba lililoziba. "Mwanakombo, nimefika miaka 40. Sijawahi kuwa mama, na jirani yangu Neema ana watoto 5. Kila siku ni kama ananicheka bila kusema." Mwanakombo alimtazama kwa jicho la ndani, akamsogelea karibu na kumwambia kwa siri sana, "Mbona ukusema mapema kama una shida kama hiyo? Hilo sio jambo la kukupa huzuni. Nina mtu, mganga, si wa kawaida. Ana uwezo wa kuona kilichojificha. Amewasaidia wanawake wengi sana hapa kwetu, wale waliokata tamaa kama wewe." Asnath alikaa kimya kwa muda mrefu akijaribu kupima uzito wa maneno hayo. "Je, huyo mganga anaweza kunisaidia nipate mtoto?" Mwanakombo alitabasamu, akainama na kusema kwa sauti ya siri, "Anaweza hata kukurudishia tumbo lako ambalo liliibwa na mtu mwingine." Maneno hayo yalimkuna Asnath moyoni. Siku iliyofuata, waliamka asubuhi na mapema, alfajiri kabisa, na kwenda kijiji cha mbali kilichozungukwa na miti mirefu na vichaka virefu. Ndani kabisa ya msitu kuna kibanda kilichojengwa na kusilibwa na tope jeusi. Waliingia kwa Babu Kazimoto, mganga wa jadi mwenye macho mekundu kama makaa ya moto. Babu Kazimoto alimtazama Asnath kwa macho makali na bila kuuliza maswali alisema, "Tatizo lako halipo hospitalini, lipo kwa jirani yako. Tumbo lako lilibadilishwa miaka mingi iliyopita, ndio maana yeye ana watoto na wewe hauna." Asnath alitetemeka. "Neema, kweli yeye wakunifanyia mimi hivi?" Mganga alimtazama kwa ukimya wa kutisha, kisha akatoa chupa ya kioo yenye kimiminika cha kijani kinachong'aa kama sumaku ya roho. "Chukua hii," alisema kwa sauti ya amri. "Mpakie kwenye viatu vya watoto wake usiku wa manane. Kila tone litafungua njia zako na kufunga njia zao." Asnath alinyamaza. Alijihisi kama mnyama aliyenaswa na tamaa ya kile ambacho hakuwahi kuwa nacho milele. Siku iliyofuata, kama kawaida, watoto wa Neema walicheza hadi jua lilipotua. Viatu vyao vya plastiki waliviacha nje ya mlango kama kawaida yao. Asnath alingoja kwa uvumilivu. Saa 6 usiku akaamka, akachukua chupa yake na kwa hatua ya tahadhari akajipenyeza hadi nje ya mlango wa jirani yake.
Moyo wake ulikuwa unadunda kama ngoma ya vita. Alifika mbele ya viatu vya watoto, akainama na kuanza kuvimwagia ile dawa ya kijani juu ya viatu. Akasema maneno aliyofundishwa na Babu Kazimoto. Ewe roho ya tumbo, nirudishie kilicho changu. Fungia kizazi cha jirani yangu, nichukue nafasi yake. Kisha alirudi nyumbani, akajifungia kwa mchanganyiko wa hofu na matumaini. Asubuhi ya pili baada ya uchawi, Neema aliamka mapema kama kawaida. Aliwaita watoto wake kwa ajili ya kifungua kinywa. Lakini watoto wake walikuwa wakinung'unika. Mama, viatu vyetu vina harufu mbaya sana, alisema mwanae wa kwanza huku akiwa ameziba pua kwa mkono wake. Neema alishangaa. Viatu hivyo vilikuwa vimeanikwa nje kama kawaida. Alivichukua mkononi mwake na kuvisogeza puani. Harufu yake ilimfanya akaribia kutapika. Harufu ya uchafu wa dunia nyingine, ya kuvunda na ya kishetani. Alikimbiza viatu hivyo hadi uani, akavimwagia maji na sabuni. Lakini harufu haikupungua. Ilikuwa ni kama imeng'ang'ania kwenye roho ya kiatu na sio kwenye plastiki tu. Neema alihisi kuna kitu hakiko sawa. Macho yake yakatoa kwenye mlango wa jirani yake, Bi Asnat. Alihisi kuna kitu hakiko sawa. Usiku ulipofika hakupata usingizi. Alikaa macho usiku kucha. Na ilipofika saa 6 kamili usiku, alihisi kama kuna nyayo zikiwa zinasogelea mlangoni kwake. Aliamka na kuwasha kamera ya simu yake. Akasogea na kujificha pembeni ya kiukuta kidogo. Ndipo alipomuona Asnat akisogea kimya kimya, chupa yenye kimiminika cha rangi ya kijani mkononi. Alikuwa amevaa shuka jeupe, sura yake ikikosa utu. Alipofika mbele ya viatu vya watoto wa Neema, alichuchumaa akafungua ile chupa. Lakini kabla hajamimina dawa, mwanga mkali wa kamera ulimmulika usoni. Asnat, Neema alisema kwa sauti ya kuamuru. Unafanya nini? Asnat alishtuka, akairusha chupa kwa mshtuko. Dawa ilimwagika ovyo ovyo. Alitamani kukimbia, lakini Neema alimkamata kwa nguvu, akamsukuma hadi chini ya mti wa mwembe uliokuwa katikati ya uwanja. Umekuwa mchawi, unalenga watoto wangu. Wakazi wa nyumba nyingine walifungua milango, wakatoka nje, wakakusanyika kama mzinga ya nyuki. Wote walimtazama Asnat kwa macho ya hukumu. Hakukuwa na mahali pa kujificha tena. Ukweli ulikuwa umefichuliwa. Niliwahi kuwa na ndoto za kuwa mama, Asnat alilia kwa sauti ya kwikwi. Lakini miaka imepita, hakuna mtoto, hakuna upendo, kila mtu ananizomea, hata mume wangu ananikana. Neema alimtazama, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa uchungu na huruma. Lakini aliinama, akasema kwa sauti ya upole, lakini watoto wangu sio majibu ya maumivu yako. Hujui jinsi nilivyowapata, na hata kama ukiwaumiza, usingepata kwako. Roho hayumbwi kwa uharibifu wa roho nyingine. Asnat alilia kama mtoto mdogo. Watu walimwangalia kwa ukimya mzito. Hakukuwa tena na kelele za watoto wala mlio wa sufuria. Usiku ule kijiji kizima kililala bila ndoto. Siku iliyofuata Asnat alihama bila kuaga. Wengine walisema alienda kwa mganga mwingine. Alijifungia kwenye nyumba ya mama yake huko mashambani. Hakuwahi kuonekana tena mtaani. Neema kwa upande wake aliweka kiatu kimoja cha mwanae kwenye kabati kama kumbukumbu. Sio kwa sababu ya harufu, bali ni kama ukumbusho jinsi roho ya mwanadamu ilivyoweza kupotea kwa sababu ya tamaa. Huduma hii imetolewa kwa gharama kubwa kutoka kwa mdhamini wetu mkubwa kutoka Marekani, Columbus, Ohio. Si mwingine ni DJ Toto Michel, International Emergency DJ USA, Canada and all around the world. Yeye anafanya kazi zake ndani na nje ya Marekani, na ukimhitaji popote pale anafika kwa uharaka zaidi, na ndio maana anaitwa DJ Toto Michel, International Emergency DJ in USA, Canada and all around the world. Asante, mimi naitwa Karim Zalendo.